Mambo ni vipi mwana michezo wangu, ni time nyingine poa, tunakutana hapa kuweza kubadilishana na kujuzana yale yote ya kimichezo na ya kiburudani ambao yanazidi kuhappen kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunatua moja kwa moja kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club kuweza kuangazia yale yote yanayojiri ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Malalamiko yamekuwa ni mengi kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Yanga wakidai ya kwamba kocha huyo anashindwa kukiongoza vizuri kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwenye uchezaji. Licha ya timu hiyo kuweza kufanya ama kupata matokeo mazuri, lakini kwenye uchezaji klabu bado inaonekana kusuasua. Sasa hapa sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mchambuzi mwenzangu kuweza kudadavua na kuzungumzia juu ya swala hili ambalo linaendelea sasa hivi. Atajitambulisha hapa na tutaweza kumfahamu, tutapiga naye story mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na sakata hili hapa. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Habari zitakusogezea moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Sasa twende kazi, tukapiga story na mchambuzi wetu hapa ili aweze kutudadavulia kuhusiana na mwenendo mzima wa kikosi cha klabu ya Yanga. Licha ya kikosi hiko kupata matokeo, lakini kumekuwa na malalamiko mengi kutoka kwa mashabiki na wapenzi ama wafuatiliaji wa klabu hiyo ya Yanga Sports Club. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Safi kabisa. Kwema. Safi. Jitambulisho, unaitwa nani? Alafu tuendelee kujadili kuhusiana na issue hii hapa inayoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga sasa hivi. Kwa majina anaitwa AB Merez almaarufu Tekno Bongo TWB. Bwana, kikosi chetu cha Yanga Africa nashindwa kukielewa kwa sasa kutokana na matakwa anayoyaleta huyu kocha Romain Folz. Timu sinashindwa kuielewa inavyocheza, mwenendo wa timu haipo sahihi kabisa kutoka na kipindi cha nyuma. Kocha amekuwa katika maingizo mapya yale anaingiza kwa wakati mmoja. Ile inasababisha wachezaji kutoelewana. Wewe unamchukua Boyeli pamoja na Eko walishacheza wapi kwa wakati mmoja, unaoingiza kwa wakati mmoja. Wakati unatakiwa uingize kikosi kile kipya hichi kilichoingia sasa hivi, uingize mmoja mmoja kwa maana ili waweze kupata ule pattern ya timu nzima. Mfano mzuri, mechi ya majuzi kati iliyopita ile kimataifa. Kocha ameanza kiungo namba 6 pale kwenda mbele kule, kaanzisha wachezaji wale wote wageni. Kasoro Max peke yake pale ndio alikuwa mwenyeji. Sasa ile inasababisha mpira unatoka kwa nani huyo? Dumbia. Anaupeleka kwa nani? Kwa Eko. Eko ajua huu mpira ni ufanyie vipi. Bado kuna zile patterns za timu hazijajulikana bado. Haina muunganiko. Muunganiko upo. Ila sasa huyu kocha anataka aifumue timu ajenge kivya, kama anataka atengeneza kikosi cha kwake kipya. Kati mfumo wa timu yenyewe ilivyo ya Yanga, hata akipa mtoto mdogo anaipanga. Anajua pale namba 1 ni na Diala, kushoto huku utachagua uende na Mwenda ama na nani mwingine huyo. Hata Kibwana lakini sio sana, lakini huku kulia lazima utaenda na Mwenda kwa sasa hivi. Kushoto huko utachagua Boka ama Zimbwe. Katikati hapa kwenye center hizi utaenda na Jobu pamoja na Baka. Pale katikati sita ile pale kwa sasa hivi sasa tutamweka Ndambwile. Ama tutaenda kuja mweka wewe Balakonte. Kuanzia pale sasa namba 8 pale tunaanza kuja mkata huyu nani huyu bwana mdogo huyu. Hapana, tusimweka Lasini huyu kwa uma. Tunamweka huyu Mudasil. Tunamweka yule basi kama ili namba 6 namba 8 pale tumchezeshe basi Duke Abuya pamoja na Mudasil. Mbavu za kushoto na kulia huko tunamweka Maxi pamoja na nani na Pakome. Pale namba 10 pale tunamweka Dumbia, huko kwenye namba 9 kule tunamweka mtu mmoja tu, tunachagua. Tunaekwa, tuna huyu Mzize, tuna Dube, tuna nani mwingine Boyeli. Tunamchagua mmoja hapo. Sasa kocha anatokea huku Boyeli, huku wekwa hapa katikati Dube. Tunashindwa kuelewa. Dumbia anaanzia nje. Yaani Dumbia ndo badala halisi kabisa wa Stefan Aziz Ki. Kocha anatuchanganya, anatuvuruga, anaingiza kikosi ambacho hakipo. Huko anatokea huyu bwana mdogo anatokea Singida huyu nani huyu? Nani huyu? Edmund Jones huyu.
Bado anashindwa kumuelewa kabisa. Ana vitu vyake kidogo kidogo, lakini timu haina muunganiko kabisa. Tunashindwa yani kikosi anatakiwa apande kile kile. Basi mara moja moja kwenye namba 6 basi leo amchezeshe huyu nani huyu? Balakonte. Kwani kwenye klabu ya Yanga pale shida ipo kwenye kuanzisha kikosi ama shida iko wapi? Shida ipo kwenye kuanzisha kikosi. Kocha inaonekana anataka atengeneze kikosi chake yeye kama yeye. Kuna wengine wanasema mifumo ya kocha anayotumia kwenye klabu ya ndani na falsafa za klabu Haipo sahihi. haipo sahihi. Hamna falsafa zote. Kocha yani mpaka sasa hivi sijamuelewa ana falsafa gani. Kwa sababu kocha yoyote yule mechi ya kwanza ya pili lazima unajua huyu kocha bwana falsafa yake bwana ni mpira wa design hii. Ni mpira wa mfumo huu. Huyu mpaka sasa hivi sijaona falsafa anayotembea nayo wala nini. Sijaona kama timu labda ina kasi inashambulia kwa kasi, labda timu inaenda slow, labda wanataka pasi ndogo ndogo twende kwao zile. Sijaona mpaka sasa hivi. Naona anatembelea upepo wa nyuma, lakini upepo wa nyuma lakini anataka kuvunja, anataka atengeneze cha kwake kipi. Mpaka sasa hivi hakuna faida yote. Japokuwa tunashinda, lakini tunashinda ile ndo namna gani vipi tu, hakuna cha maana chochote. Kwa mwenendo wa klabu sasa hivi inavyocheza na upatikanaji wake wa matokeo licha ya kuweza kufanya vizuri kwenye mechi za nyuma, unaiona klabu ya Yanga uko mbeleni ikienda kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali kuanzia ligi kuu na hata michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa mfumo huu hatutoboa, hatufiki mbali. Kimataifa huko hatutoboi wala hapa tunaanza tusichukue hata ubingwa. Akiendelea kwa mfumo huu. Inachotakiwa sasa pale kocha anatakiwa afanye kitu kimoja. Mpaka sasa hivi hatujamii, kama mimi binafsi yangu sijaelewa ni anatembelea ana mfumo wa aina gani ama falsafa gani katika timu. Hilo la kwanza. La pili, uanzishaji wa kikosi. First 11 ya Yanga inajulikana mpaka sasa hivi, kikosi cha mauaji. Wanataka muanzisha nani? Anatakiwa leo katika kikosi changu cha kwanza anaanzisha wale tangu msimu uliopita pale. Basi leo namuingiza namba 6 pale wacheze Balakonte pamoja na Mudasil. Basi ama leo namba 6 leo wacheze Mudasil pamoja na nani? Huyu Duke. Basi haya. Katika kikosi cha kwanza kile nataka waanzishe wachezaji wageni wawili ama watatu. Huenda labda kocha bado anaangalia wachezaji ambao anahitaji kwenye kikosi chake. Maana ukiangalia kocha huyu ni mgeni, amekuta wachezaji wengine waliokuwa msimu uliopita na kuna sajili nyingine ambazo zimefanyika ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, afu amekuja na majina makubwa. Huenda kocha anaendelea kuwafuatilia wachezaji wake kupitia sehemu ya mazoezi. Majina makubwa lakini uwanjani hafanyi chochote cha maana. Huyo Balakonde umetikiza usajili wake kweli kweli, lakini mpaka sasa hivi tunaona anarukaruka tu. Huyo yuko naye tumempa nini lakini ana utoto mwingi sana. Mpira baada ya kutoa pasi, baada ya kusema kupiga, yeye anaendelea kudribble mpaka anakuja na paulo mpira. Hapo haina maana yoyote. Nashindwa kumuelewa huyo kocha matakwa yake ni nini kwenye timu yetu. Huyu hatoboi, Christmas afiki huyu. Kabisa. Kuna upande wanasema kocha huyu aweze kuachwa aletwe kocha mwingine. Sasa katika hiyo process ya kuletwa kocha mwingine, wewe kwa upande wako ukiambiwa upendekeze kocha aje kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz ndani ya klabu ya Yanga, utapendekeza kocha namna gani ambaye atakuja kukinyoosha kikosi cha klabu ya Yanga kicheze vizuri, kipate matokeo mazuri ili kiweze kufanya vyema kwenye michuano mbalimbali? Kocha mwenye mifumo kama Gamondi ama yule aliondoka Sid Ramovic. Wale ndio makocha wa mfumo wanaotakikana kwenye Yanga, kwa sababu Yanga sasa hivi haijengwi, inaendelea kuboreshwa. Lakini Gamondi mlimfukuza. Gamondi alikuwa anaua vipaji baadhi ya wachezaji. Ila Gamondi ni kocha mzuri sana. Yaani timu ya Yanga makocha ambao wanafaa watu wenye falsafa kama za Gamondi ama Sid Ramovic. Ule ndio yani falsafa za hao makocha ndio zinaendana kabisa na timu ya Yanga. Ila huyu sijajua ana mpira gani mpaka sasa hivi. Wewe ni kuuza mchambuzi. Yule kocha wa Yanga huyu nani mpaka namsahau jina. Romain Folz. Pira kutoka Ufaransa aka Pira Minuno. Mpaka sasa hivi wewe unaelewa bwana hii timu sasa hivi ina mpira aina gani? Ina mifumo gani hii timu? Wewe unaielewa? Kwa upande wangu mimi ninavyoiona naona kocha apewe muda. Aendelee kuvumiliwa angalau hata miezi 2-3. Hapana, kocha yoyote anapokuja katika timu. Mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu tayari unajua huyu kocha ni ana mfumo gani? Huyu kocha ni anatembea kwa falsafa zipi? Lakini kwa wenzetu huko Ulaya ukienda kwa mfano pale Arsenal ukimwangalia Mikel Arteta, timu sasa hivi ana msimu nayo kama watano lakini bado hajatoa kombe lolote. Inaonekana bado anaendelea na project yake ya kuitengeneza timu. Iweje ishindikane kwa kocha Romain Folz kupewa muda zaidi hata msimu mmoja au misimu miwili? Hapo tushazungumzia Ulaya. Ulaya wenzetu wana tabia ile kwanza uvumilivu na kuzipenda timu zao thabiti kabisa. Huko Yanga msimu huu ukikosa kombe tutalalamika na tutalaumiana kweli kweli, tutatafuta mchawi nani. Tuende vizuri. Mbona Pyramid wenzetu hapo kwa Afrika hawajatumia muda mrefu? Msimu walivyoingia kimataifa wa kwanza wakaishia hatua ya nusu sijui kwenye shirikisho. Uliofika wakafika robo ujao walioingia msimu wa tatu wakachukua kombe kabisa. Tena la klabu bingwa. Hawajatumia muda mrefu. Aya, kwa tukienda kwa Arteta kule, wao kule ni wao na msimu sasa hivi karibia 7 sijui 8
hawana kombe lolote Mm. kwa huyu kocha wao. Huku sisi kipita misimu miwili tu hatuna kombe, tutalalamika na tutauana. Sisi tuendelee kumuumiza mtani wetu hivi hivi kuchukua kombe, lakini tuchukue kombe kwa raha. Inabidi tushinde mechi zetu kwa kishindo. Yaani tunashinda ile mangamngamo, yani tumeshinda lakini ndio hivyo. Mtu anatengenezewa nafasi 100, tuchukulie mfano Dube yule. Anaaminiwa na kocha kutokana na nini? Labda tuseme ndo kwenye uwanja wa mazoezi anafanya vizuri sana. Akiingia uwanjani hamna kitu. Pale namba 9 ilikuwa sahihi pale ni Boyeli. Boyeli yaani wako wao wageni ni Boyeli peke yake. Huku akikiwa namba 10 Dumbia, huku kulia ama kushoto kakiwa Pacome pamoja na Max. Pale kikosi kinakuwa kimetulia sana. Sawa, tumalizie kwa kusema ya kwamba tumwambie labda engineer kitu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Naamini naye anakiona kikosi chake kinavyocheza kifanisha na misimu miwili mitatu nyuma. Tuma salamu kwa engineer, huenda akazisikia kwa namna moja ama nyingine akaweza kuzifanyia kazi juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Inabidi kwanza uambie kocha. Bwana, katika kikosi yani kama hatumpangii kikosi, lakini mwenendo wa timu mpaka sasa hivi hatujauelewa wote. Yeye mwenyewe engineer anaona kabisa ule sio mpira wa Yanga. Mpira wa Yanga tunaujua. Yaani mpira wa Yanga kabisa tunaufahamu na tunaujua. Kwa hiyo pale amwambie bwana kocha, bwana, angalia kikosi kilichopita, angalia na mahitaji ya timu kwa sasa hivi. Tumemtoa nani, tumemwingiza nani? Mbele kule kwenye namba 9 katoka nani huyo? Musonda kaja kuchukua nafasi za Boyeli huyo. Na namba 9 mbele kule aliotoka labda Musonda peke yake akaongezewa Boyeli pamoja na Ekwa. Haya. Kwenye namba 10 hapa tuseme mbadala halisi kabisa wa Aziz Ki. Halisi kabisa ni huyu Dumbia. Basi Dumbia yule pale ni mzuri, anatakiwa naye aanze. Sasa kama mechi ya jana hakuanza yule. Dumbia katokea akucheza kabisa. Akucheza kabisa yule. Mimi pale maana mpira hata kimchapicho chenyewe nimeangalia dakika 15 nikaacha, nikaona anaruka. Kwa hiyo engineer anataka bwana kocha, sikiliza. Angalia kikosi chetu hichi kilivyo kwa sasa hivi. Hichi kikosi kilivyo, yanatakiwa tutembelee wachezaji wale wakina Mudasi sio kuanzia benchi, wakina Duke sio kuanzia benchi kabisa. Kuna mechi ambazo nataka basi nataka mwanzie Mudasi badala yake awe pacha labda huyo Alasani Kouma ama awe Balakonte. Uweze kama zaidi Alasani Kouma sina Balakonte kwa wakati mmoja. Hawajuani wale, hawajazoeana. Anajua kuna muda mimi Mudasi anapanda basi Duke anatulia. Kuna muda Duke anapanda Mudasi anatulia. Anaenda kwa kuotea. Wale wakipanda anapanda tu kama kibaki anabaki wote. Hiyo haifai. Anataka bwana akae mmoja anatoka, anaendelea mbele. Kwa mawazo yangu mimi na kwa ushauri wangu engineer, amwambie kabisa kocha wake yule angalie kikosi cha kilichopita, atumie mfumo ule uliopita ule, lakini kwenye maingizo katika kikosi cha kwanza aingize mmoja, sio kuingiza wachezaji karibia wachezaji 6-7 kwa wakati mmoja. Yaani backline zile kwanza golikipa mpaka backline zote zile ni zile. Ila ubovu unapokuja kwenye namba 6 pale kwenda mbele. Yaani kwenda namba 6 pale anachukua wote wageni wapya wote anawaingiza. Pale watoto tukapata timu hata mara moja. Sawa, naamini engineer atakuwa amesikia hiki ambacho umezungumza. Bwana, endelea kutufuatilia hapa Bongo Vibe TV. Sisi kwa leo tunamaliza hivyo, ila nikusisitizia hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.